Tarehe 24 ya mwezi wa 8 2026, na kusalimu sana popote pale ulipo mtazamaji wa SQF TV. Karibu sana tuziangazie taarifa za habari zilizotufikia siku ya leo. Kwa nami Pendo Goton. Zaidi ya shilingi bilioni 17 kutumika katika kampeni ya taifa ya chanjo ya polio nchini, huku mkoa wa Arusha ukitumia bilioni 1.4 kati ya hizo kwa kuwapatia huduma watoto 774,459 wenye umri chini ya miaka 10. Akizungumza katika kikao kazi cha maandalizi ya chanjo ya polio mkoani Arusha, mkuu wa mkoa wa Arusha Mheshimiwa CPA Amos Makalla amewataka wananchi kuachana na mila potofu za kudhani kwamba chanjo huenda sio kitu sahihi katika huduma za afya. Na twendeni kinyume kabisa na watu wenye imani potofu juu ya chanjo kwa kuwaeleza faida zake. Wakielewa, mimi naamini tutakuwa tunaingia katika rekodi ya kihistoria ya kuwasaidia kama tulivyosaidiwa sisi kupata chanjo hizo tukiwa wadogo, na sisi tulioko hapa tunaweka historia ya kwenda kufanikisha chanjo kwa watoto ambao hawako katika vikao vyetu, lakini tunafanya maamuzi na kwenda kufanya kampeni ya kuhakikisha kwamba wanapata chanjo hii. Kampeni yetu italenga kaya, nyumba kwa nyumba kuwafikia. Tunatarajia chanjo hii wafikie watoto 774,459 katika mkoa wetu wa Arusha. Ratiba ya chanjo itaanza tarehe 27 mpaka tarehe 30. Na tunamshukuru Rais Dr. Samia Suluhu Hassan kwa kuwezesha fedha nyingi katika sekta ya afya, iwe katika miundombinu, iwe katika vifaa tiba, iwe katika madawa, na sasa ametoa fedha nyingi kwa ajili ya chanjo ya watoto chini ya miaka 10 kwa lengo la kuhakikisha kwamba watoto hawa wanapata kinga juu ya ugonjwa wa polio. Wote kwa niaba ya wananchi wa mkoa wa Arusha tunamshukuru sana Mheshimiwa Rais kwa kazi kubwa. Katika wilaya ya Ngorongoro tumejipanga, pamoja na jiografia yake kuwa ngumu, lakini tumejipanga vizuri. Hata chanjo iliyopita mwaka jana tulifanya vizuri. Kwa hiyo mimi sina wasiwasi kabisa, pamoja na jiografia yetu huwa wakazi wengi wa wilaya ya Ngorongoro ni wafugaji, ni wa maji, lakini tumejipanga vizuri, wote tutawafikia na hatutakuangusha kwenye mkoa wetu wa Arusha. Asante sana Mheshimiwa Mkuu. Sisi kama wilaya ya Monduli tutahakikisha kwamba malengo yote ya kuwafikia watoto ambao wanastahili kuchanjwa, kwa maana walioko vijijini ambao hawajaanza shule na walioko mashuleni, kwamba wote watafikiwa kwa kuwashirikisha wadau mbalimbali kama ulivyoelekeza katika kikao hichi. Lengo la kampeni hii ni kuwaongezea kinga watoto kutokana na tishio la kushambuliwa na ugonjwa wa polio. Tunatambua ukweli kwamba kama wizara tumekuwa tukisimamia zoezi la utoaji wa chanjo ya polio kwa watoto wote chini ya miaka 5. Lakini katika kipindi cha karibuni tumepata visa vya kukutwa kwa wadudu wanaoambukiza ugonjwa wa polio kwenye maji machafu kwenye mabwawa yetu. Wadudu hawana mipaka na wameendelea kuwa wanamuvu kama binadamu walivyo. Kwa serikali ikaona sasa ni busara, badala ya kuishia mikoa 6, tuanze zoezi la uchanjaji kwa nchi nzima. Kampeni hii imepangwa katika raundi 2. Raundi ya kwanza inafanyika tarehe 27 kwa maana Alhamisi ya wiki hii mpaka Jumapili tarehe 30. Lakini kwa sababu tunatambua kwamba inawezekana katika kile kipindi cha siku 4 kuna watoto wanaweza akawa wameachwa, tunayo nafasi ya tarehe 31 mpaka tarehe 1 kupita kuangalia kama kuna baadhi ya watoto ambao watakuwa wameachwa kwenye kampeni hiyo. Lakini kampeni hii, ili mtoto apate kinga imara, kinga thabiti, anatakiwa apewe chanjo mara 2. Kwa raundi ya pili itafanyika tena katika mikoa hii kuanzia tarehe 29 mwezi wa 9 mpaka tarehe 2 Oktoba. Kinga ni nafuu kuliko kuja kutibu na kuongeza madawa. Mchango wangu ni huo, kwamba sisi wote tumeshirikishwa, tuhusike katika kuhakikisha kwamba kila mahali alipo kiongozi, basi chanjo ifanyike kwa ufanisi na tushiriki kwa pamoja kuhakikisha kwamba jitihada ya Mheshimiwa Rais wetu
Rais Samia Suluhu Hassan, basi inakuwa inafikia malengo ambayo wameweka. Imani haifanyi mtu awe mzembe au mvivu au kupuuzia wajibu wake kama Mtanzania na mzalendo katika nchi. Kwa hiyo imani ni pamoja na kuchukua hatua, na tunajua ya kwamba litakuwa faida na msaada kama sisi tulivyofanyiwa tukiwa watoto, na sisi hatutaki kuwa wazembe kuacha watoto waugue kwa polio na kusababisha kupooza. Kwa hiyo sasa tunahitaji tutumie nguvu ya ziada kwa kina mama wapate ujumbe, kwa sababu mara nyingi wao ndo wanakaa na watoto, ili tuhakikishe kwamba hii tiba inapatikana, kuwafanya Watanzania wawe na afya njema, wawe salama, na hasa katika zama tulizokuwa nazo. Kunaweza kutoka lugha tu kwamba hakuna hiyo sijui nini maradhi sijui nini, watu watano utaalamu wote, lakini wanaweza wakasema hiyo. Kwa hiyo mimi na support, lakini nasema tutumie nguvu ya ziada zaidi katika kuelimisha watu, kwenye kuelimisha na kuona manufaa. Waziri wa Nchi, Ofisi ya Waziri Mkuu TAMISEMI, Mheshimiwa Profesa Riziki Shemdoe amezitaka halmashauri zote nchini kutumia michezo kuimarisha afya, mshikamano na tija kwa watumishi ili kuongeza ufanisi katika utekelezaji wa majukumu yao. Ndugu zangu, nichukue fursa hii pia kutoa maelekezo yafuatayo ambayo ni muhimu katika kuendeleza maendeleo ya michezo katika mamlaka zetu za serikali za mitaa. Halmashauri zitumie michezo kama nyenzo za kuimarisha afya, ustawi, mshikamano na tija kwa watumishi. Leo hii tumekutana hapa watumishi zaidi ya 5,000. Kila mtumishi ametoka kwenye halmashauri mojawapo kati ya hizi halmashauri 177. Watumishi mnahama. Leo hii ni wajibu wako kujenga mahusiano mazuri na halmashauri nyingine, watumishi kutoka halmashauri 176 ambazo wewe hujawahi kufanya kazi huko, ili wakati mwingine utakapokuwa umehamishwa kutoka halmashauri uliopo kwenda kwenye halmashauri nyingine, ukifika wewe sio mgeni, utakutana na wenzako walioko kwenye halmashauri hizo ambao chimbuko lake ni michezo hii ya SHIMI-SEMITA. SHIMI-SEMITA oye! Michezo ni afya, michezo ni kiunganishi kwa watumishi. Tumieni fursa hii kujenga afya zenu. Tumieni fursa hii kupata mashirikiano na watumishi wenzenu kwenye halmashauri hizi ambazo mmetoka. Nitoe rai kwa wakurugenzi mlioko hapa. Watumishi hawa waliopo leo isiwe wanatoka kwenye headquarters pekee. Tuna watumishi wengi ambao wako kwenye levo za kata, kwenye levo za vijiji, kwenye levo za vitongoji. Watumishi wale ndio wanaotusaidia kukusanya mapato. Kwenye michezo hii wakija hapa wanapata hata ari ya kuendelea kutusaidia kukusanya mapato. Hivyo niendelee kuelekeza michezo hii isichukue watumishi kutoka makao makuu pekee. Ndugu zangu, katika maandalizi ya AFCON 2027 halmashauri ziwaandae na kuwajengea uwezo wananchi kutumia fursa kijamii, kitamaduni na kitalii zitakazotokana na tukio hili. Halmashauri zote zihakikishe kuwa michezo hii inawekewa kifungu kwenye bajeti. Ulinzi na Jeshi la Kujenga Taifa, Daktari Rimo Nyansaho amewataka wananchi wanaoishi katika maeneo ya mipakani kushiriki kikamilifu katika ulinzi wa mipaka ya nchi ili kudhibiti uhalifu unaoweza kujitokeza katika maeneo hayo, ikiwa ni sambamba na kutunza miundombinu inayojengwa na serikali katika maeneo hayo. Tumekuja leo kwa ajili ya kuwatembelea, na hili ni agizo maalum la Mheshimiwa Rais kwamba tuje kwa ajili ya kuona huu mradi wa kimkakati wa One Stop Center ambao serikali imetoa zaidi ya bilioni 47 kwa ajili ya kuhakikisha kwamba mradi huu unasaidia nchi, lakini pia unachochea utendaji kati ya
nchi yetu na nchi jirani ambazo ziko kati yetu na majirani zetu, lakini kikubwa zaidi ambacho nilipenda nikielezee ni manufaa ambayo kwa nini serikali imeamua kutumia zaidi ya bilioni 47 kutengeneza kituo cha pamoja ambacho kinaleta ushirika. Cha kwanza kwenye muktadha wa kurahisisha au kutengeneza uchumi wetu uweze kwenda kwa kasi. Kituo hiki kinakuwa ni one stop center, kwa maana kwamba kinakuwa na taasisi mbalimbali, kwa maana taasisi za vyombo vya ulinzi na usalama, lakini pia na taasisi zetu za kukusanya mapato kwa maana ya TRA. Kwa hiyo kwa ujumla wake ni kwamba wenzetu wa usafirishaji wakifika pale na hata wenzetu wa vyombo vya ulinzi na usalama including uhamiaji wakifika pale wanaenda haraka katika kuhudumiwa. Kwa hiyo katika kuhudumiwa kwa haraka inaleta sasa mapato kwenye nchi yetu, lakini pia inatusaidia kwenye ulinzi na usalama. Manake ile kuvuka kiholela inakuwa sasa inadhibitiwa, lakini inarahisishwa kwamba kwa sababu ya ujirani anayekuja tunamjua na wakwetu anayekwenda pia tunamjua. Kwa hiyo kwa ujumla wake hii inachochea kwenye uchumi, lakini pia na eneo husika linaweza kupata maendeleo ambayo ndiyo dira ya mkuu wetu wa nchi. Hapa tulipo ni eneo la meeting. Hili eneo lina uwezo wa kuaccommodate watu 180, lakini hili jengo lina eneo la wenzetu wa usalama, polisi liko chini kabisa upande huu, lakini pia ita comprise vitu vingi. Mojawapo ni watu wa madawa, kuna watu wa chakula, lakini kuna zimamoto, jeshi la zimamoto na taasisi nyingine mbalimbali zipatazo 17 kwenda mpaka 19. Ni jengo ambalo lita comprise vitu vyote kwa wakati mmoja. Jengo hili limecomprise pia ujenzi wa barabara zenye urefu wa kilomita 4. Kama ambavyo unaziona upande huku kuna barabara zipatazo 4. Barabara ya kwanza ni ya chini kabisa, hiyo ambayo inaonekana. Hiyo ni barabara ambayo itakuwa inapita mabasi. Mwenyekiti wa Tume ya Rais ya uchunguzi wa wahusika wa ghasia na ukiukwaji wa sheria katika matukio ya ghasia za wakati na baada ya uchaguzi mkuu wa Oktoba 25, 2025, Jaji Shabani Lila amesema tume hiyo ni huru kwa mujibu wa sheria ya tume za uchunguzi. Jaji Lila ameeleza kuwa hakuna mamlaka wala mtu yoyote anayeweza kuingilia kazi ya tume hiyo na au kutoa maelekezo yatakayoathiri utendaji. Mamlaka ya rais kwa mujibu wa sheria ni kuteua makamishna kwa ajili ya kufanya uchunguzi na kutoa hadidu za rejea za kwenda kufanyiwa kazi. Hakuna mahali kwenye sheria hiyo kunampa rais nafasi au mtu mwingine yoyote yule, hakuna mahali ambapo anapewa nafasi ya kuja kuiambia tume ifanye nini. Ukishaipa mamlaka yale ya hadidu za rejea kwa mujibu wa sheria, basi tume inafanya kazi yenyewe kwa utaratibu iliyopanga, inakusanya taarifa, ikishamaliza inaandaa ripoti, inapeleka kwa muhusika kwa mujibu wa sheria. Na tume, na kwa mujibu wa sheria ya tume za uchunguzi, taarifa tunatakiwa tukishakamilisha kazi yetu tuyane taarifa tumpelekee Mheshimiwa Rais. Mheshimiwa Rais ndio ana taratibu zake za kuitumia hiyo taarifa. Kwa hiyo hakuna mahala ambapo sisi tunaruhusiwa kuingiliwa na chochote na chombo chochote. Badala yake sheria inataka vyombo vyote na taasisi yoyote na mtu yoyote mwenye taarifa atoe taarifa kwa tume. Kwa hiyo sisi tunaweza tukamuita yeyote ili kupata taarifa yoyote ile ambayo tunaona anazo, na sheria inaturuhusu hata kukulazimisha kuja kuipa tume taarifa zile ambazo tunadhani unazo, labda unazificha. Kwa hiyo tume haina namna yoyote ile inaweza kuingiliwa. Ukishaiteua
unasubiri taarifa. Unaitumiaje ni wewe sasa ambaye mamlaka utakuwa umeletewa hiyo taarifa. Katibu Mkuu wa Wizara ya Habari, Utamaduni, Sanaa na Michezo na msemaji mkuu wa serikali Bwana Gerson Msigwa amesema kuwa tamasha la kitaifa la utamaduni linalofanyika kila mwaka linalenga kufungamanisha uchumi, utalii na urithi wa Tanzania pamoja na kusherehekea. Msigwa amesema hayo wakati akizungumza na waandishi wa habari katika kambi ya wapigania uhuru wa Afrika Kusini iliyopo eneo la Mazimbu mkoani Morogoro. Tamasha la kitaifa la utamaduni Morogoro ambalo linaanza tarehe 25 hadi tarehe 29 ya mwezi huu wa 8 mwaka 2026. Ni tamasha kubwa ambalo tunalifanya kwa kuzunguka mikoa yote ya Tanzania. Tulianza Dar es Salaam, tukaenda Njombe, tukaenda Ruvuma, na mwaka huu ni Morogoro, na siku zimefika ni kesho kutwa. Hivi ninavyozungumza nanyi tayari washiriki wa tamasha hili wameshaanza kuingia Morogoro. Morogoro imeanza kufurika kwa sababu kutakuwa na watu wengi watakaokuja Morogoro kwa ajili ya tamasha la kitaifa la utamaduni. Kwa hivyo tunawakaribisha sana wote ambao mmepanga kuja Morogoro, mje tufurahie kuutangaza utamaduni wetu, kuitangaza fahari ya nchi yetu, kuitambulisha nchi yetu kitaifa na kimataifa. Ni jambo muhimu sana katika ustawi wa taifa letu la Tanzania. Tamasha hili ni utekelezaji wa dhamira ya serikali ya kulinda, kuendeleza na kutumia utamaduni wa Mtanzania kama nyenzo ya kujenga maadili, kuimarisha utaifa na mshikamano, na kukuza uchumi bunifu, kufungua fursa za ajira na biashara, na kuitangaza Tanzania kupitia utalii wa kiutamaduni. Kwa mwaka huu tamasha linatarajiwa kuwa kubwa, lenye ushiriki mpana, likiwakutanisha mikoa 26, vikundi 28 vya utamaduni, wasanii 30, wajasiriamali 70, vijana takriban 5,000, taasisi za washirika 70, pamoja na wananchi na wageni ambao tunakadiria kufika 150,000. Kwa ujumla, tamasha litakuwa na shughuli 120, likiwa na maonesho ya vyakula vya asili 100, bidhaa za utamaduni na ubunifu zaidi ya 150, pamoja na fursa za biashara zinazokadiriwa kufika 70. Ujumbe wetu wa mwaka huu ni utamaduni sio burudani pekee, ni utambulisho, ni maadili, ni uchumi na ni fursa. Wote mnatambua kwamba tamasha hili chimbuko lake lilikuwa ni tarehe 8 Septemba mwaka 2021, wakati Rais wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania alipokwenda kwenye tamasha la watani wangu wa Sukuma la Bulabo, akaelekeza kwamba tamasha hili sasa lifanyike nchi nzima kwa mzunguko, ili Watanzania wote mikoani wakumbushwe juu ya utamaduni wao na umuhimu na uadhimu wa utamaduni wao. Tumelifanya Dar es Salaam, tumelifanya Njombe, tumelifanya Ruvuma, na mwaka huu tunafanya hapa Morogoro. Tamasha la mwaka huu limejengwa katika msingi wa kwamba utamaduni ni rasilimali ya taifa. Tunataka Watanzania waujue na kuuthamini utamaduni wao, wajivunie utambulisho wao. Tunataka Watanzania walinde mila, desturi na urithi wa taifa. Mtazamaji wa SQF TV, ni hayo tu yaliyojiri katika upande wa habari. Nizidi kukukumbusha kwamba unaweza kutangaza na sisi kupitia 0759999888 kwa gharama nafuu, lakini pia matangazo mazuri yaliyonyoka kwa uzuri zaidi, bila kusahau kwamba unaweza kutupigia kupitia 0800750392 ukapata huduma ya ambulance popote pale ambapo utakuwepo, bila kusahau kwamba taasisi hii ya The Same Qualities Foundation inakuwa inaandaa mafunzo mbalimbali ya masuala yote ya kiafya kwa kila muda. Kwa hiyo ni vyema basi ukaendelea kutufuatilia katika mitandao yetu ya kijamii, ili taarifa hii itakapokufikia uweze kushiriki moja kwa moja pamoja na wataalamu wetu wa afya ambao watakuwa wanatoa mafunzo haya katika taasisi hii iliyopo hapa AICC jijini Arusha. Kwa niaba ya timu nzima, mimi ni Penda Goton.